Viongozi wengine katika ibada ya wafu kwa ajili ya watu 12 waliofariki katika ajali mbaya ya barabarani huko Elbagon. Katika ibada hiyo, viongozi walitoa rambirambi zao wakiahidi msaada kwa familia zilizopoteza wapendwa wao. Mwanahabari wetu Chichi Josephine amehudhuria hafla hiyo na sasa anajiunga nasi. Chichi? Kama mchungaji ningependa kuambia Na Andrin, ni kweli na kujia moja kwa moja kutoka shule ya msingi ya Arimi ambapo ibada ya misa ya wafu inaendelea, na ile kwamba ni ibada ya wale ambao ni watu 12 ambao waliweza kuaga dunia kupitia ajali ya barabarani ambayo iliweza kutokea eneo la Arimi katika eneo bunge la Molo hapa Elbagon. Hivyo basi kile ambacho kinaendelea kwa sasa ni ibada ya misa ama ibada ya wafu ambayo inaendelea hapa. Ile kwamba baada ya wao kufariki, wale ambao ni familia pia iliweza kuhakikisha ama kusema kwamba wangehitaji msaada zaidi kuweza kuona kwamba ni jambo ambalo labda hawakuwa wametarajia. Lakini nikueleze kwamba yule ambaye ni naibu wa rais Kithure Kindiki amefika hapa, ameshafika katika eneo hili, na hivyo basi kile ambacho kinaendelea kwa sasa ni ibada ambayo kwa sasa ni mhubiri ambaye anaendelea. Lakini pia baadhi ya viongozi ambao wamefika ambao ni pamoja na yule ambaye wameweza kujiunga pamoja na yule ambaye ni naibu wa rais Kithure Kindiki, ni mbunge wa Molo ambaye ni Kuria Kimani, pamoja na gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika. Baadhi ya viongozi wengine pia wameweza kuzifikisha hapa ili kuweza kuwa na nafasi ya kuweza kufanya ibada ya wafu hapa katika shule ya msingi ya Arimi. Na hivyo basi hali taswira ni kama unavyoiona Andrin, kueleza kwamba watu aina yote kutoka hususan kutoka eneo la Elbagon, eneo bunge la Molo, wameweza kujitokeza ili kuweza kufanya ibada hii ya misa. Na zaidi ya yote, kila mmoja ambaye anasimama kuzungumza anaweza kusema kwamba jambo ambalo liliweza kutokea ni kutokana na labda kutelekezwa kwa njia namna moja ama nyingine kwa barabara ya kutoka Nakuru kuelekea Molo. Hivyo basi wanaweza kuomba kwamba iwapo njia ile ama barabara ile itaweza kukarabatiwa na labda kuona iwapo wataweza kupunguza visa vya ajali, basi itakuwa ni shwari kabisa. Lakini kama nilivyokueleza ni kwamba tunatarajia mengi kutoka kwa yule ambaye ni naibu wa rais Kithure Kindiki, pamoja na yule ambaye ni mbunge wa Molo Kuria Kimani, pamoja na gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika. Na hivyo basi washafika. Kile ambacho tunatarajia ni tuone kipi ambacho kitakuwa kikijiri wakati wa hotuba zao. Je, yule ambaye ni Kithure Kindiki atakuwa kizungumzia nini, na labda yule ambaye ni gavana wa kaunti ya Nakuru atakuwa kizungumzia nini? Lakini nikueleze kwamba hapa katika ibada hii ya misa 6 ambao ni wale ambao waliweza kuaga ndio tu waliweza kufikishwa hapa. Ila kwamba mmoja wa wale ambao waliweza kufariki kwenye ajali hiyo aliweza kuzikwa hapo jana. 6 wakaweza kufikishwa hapa, wengine ambao ni 4 wako katika maeneo mbalimbali, na hivyo basi mazishi yao itakuwa ikifanyika kuanzia kesho na siku ya ile ambayo ni Saturday. Na hivyo basi ni swala ambalo tutazidi kulivalia njuga kuona ni kipi ambacho kitakuwa kikijiri, na ile kwamba wakazi wa kaunti ya Nakuru na hususan eneo bunge la Molo, eneo la Elbagon, wana matarajio kabambe kutokana na kile ambacho labda kitakuwa kikizungumziwa. Je, kutakuwa na maono ya kuweza kukarabatiwa kwa barabara ambao wanasema kwamba imeweza kudai mioyo mingi tu katika barabara hii ya kutoka Nakuru kuelekea Molo. Na hivyo basi ni ajali nikueleze tu ambayo iliweza kutukia siku ya Alhamisi mwendo wa saa 1 hivi, na hivyo basi ikaweza kuwa ikiwaua ama kuweza kuwa ikiangamiza mioyo 12, wote wakaweza kufariki. Na hivyo basi tuko hapa ili kuweza kufanya ibada ya misa ya wafu. Na hivyo basi labda nitakuwa nikiwapa habari zaidi kutokana na kile ambacho kitakuwa kwenye hotuba ya naibu wa rais Kithure Kindiki, na labda yule ambaye ni gavana na pia yule ambaye ni mbunge wa Molo, pamoja na viongozi wengine ambao wameshajifikisha kwenye ibada ya misa. Hivyo basi niruhusu tu nivalie njuga swala hili wakati pia unaendeleza taarifa, na pia tujue kipi ambacho kitakuwa kikijiri. Leo kwamba pia serikali iliahidi kwa itakuwa ikiingilia kati kwenye mipango ya kuweza kuhakikisha kwamba 12 hao wanaweza kulazwa ama kuweza kuzikwa kwa hadhi ambayo wanastahili. Kutoka kwangu sina la ziada. Andrin Chukosokani, jina langu ni Chichi Josephine. Shukran sana Chichi Josephine. Bila shaka mtazamaji, ibada hiyo ya watu waliofariki 12